Mwili wa marehemu Jenista Mhagama umezikwa leo Disemba 16 katika kijiji cha Rwanda, wilayani Mbinga mkoani Ruvuma. Mazishi yaliyohudhuriwa na viongozi mbalimbali wa kitaifa wa chama na serikali. Mazishi ya marehemu Jenista Mhagama yamefanyika nyumbani kwao kijiji cha Rwanda, wilayani Mbinga mkoani Ruvuma, yakiongozwa na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi. Akizungumza baada ya mazishi hayo, Dr. Nchimbi amesema marehemu Jenista alikuwa kiongozi wa mfano, alikuwa mtumishi wa watu na alijitolea kwa dhati kulitumikia taifa kwa uaminifu na weledi mkubwa. Jenista alikuwa mtumishi wa kweli wa watu wake, na sisi siku zote tunaamini kwamba kiongozi, unapowaza tu kwamba nataka kuwa kiongozi, lazima akili yako ikwambie kuwa kiongozi maana yake kuwa mtumishi wa wenzako. Kuwa kiongozi sio kutafuta kuwa bwana mkubwa, sio kutafuta kuwa mnyenyasaji. Kiongozi anapaswa kutafuta kuwa mtumishi wa wenzake. Kama huna moyo wa kutumikia wenzako, basi huna wito wa uongozi. Ndio maana tunawasisitiza viongozi wetu, ukishaamua kugombea na kushiriki uongozi, wapende wananchi wako zaidi. Kwa upande wake, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kuthamini na kuenzi jitihada za marehemu Jenista, hususan katika kuimarisha miundombinu ya maendeleo. Barabara ya kutoka Kitai mpaka Rwanda, mkandarasi alishalipwa fedha yake ya kutekeleza, na kama ambavyo wananchi wameweza kuona, ni dhahiri kwamba spidi ya ujenzi hairidhishi. Sasa nikutake mkuu wa mkoa, mwite mkandarasi huyu mara baada ya shughuli hii kuisha, mwambie alishapokea fedha ya awali ya ujenzi wa barabara hii, na kwa taratibu za kiserikali ni mpaka kazi aliyopewa fedha imalizike na afanye kazi nyingine, atoe certificate kwamba kazi hii imeshafanyika, ndipo apewe malipo mengine. Kwa kuwa ameshapokea fedha ya awali, kumekuwepo utaratibu wa wakandarasi kupokea fedha na kutumia kwenye shughuli zingine. Sasa muelekeze kwamba fedha alishapokea, afanye kazi ionekane na aendelee na kazi kwa kasi inayotakiwa. Kama amepokea fedha na ameanza kutumia katika maeneo mengine ama kuzurura kwingine, kamata pasipoti yake, asitoke mpaka hii kazi ikamilike. Na baadhi ya viongozi wa chama na serikali waliohudhuria mazishi hayo wameeleza namna marehemu Jenista Mhagama alivyokuwa kiongozi mchapakazi, mwenye nidhamu na aliyependa kuona maendeleo ya wananchi yanapatikana kwa vitendo. Leo hadithi ya mama yetu inaanza leo. Hadithi ya maisha yake, wema wake, roho yake njema kwa kupenda hasa watu wa kipato cha chini. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Baba yetu mbinguni uipokee roho yake, umweke kwenye amani, yeye na wenzetu wote waliotangulia mbele ya haki. Baba Askofu, hoja yako ya barabara hukuitaja, lakini barabara tumesikia, na una wabunge wako wazuri na wao wamesikia, na kama ulivyosema, hili ni eneo la mali la biashara, na mali haitakiwi ichelewe barabarani. Kwa hiyo na waziri mkuu na makamu rais wako hapa, na wao wamesikia. Pamoja ulimhifadhi makamu wakaja kwenye msiba, lakini kasema naye kaisikia. Mimi nitakualika wewe na baadhi ya viongozi wako na shehe wa mkoa sehemu hii, niwapeleke kwa waziri muhusika pamoja na wabunge wako wa eneo hili, ili mjenge hoja kwa pamoja, wajue kuwa mali ikichelewa nchi nayo inachelewa.
Nawashukuru wote kwa moyo wangu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Mama Samia. Namshukuru makamu wa rais na waziri mkuu na katibu wetu wa bunge kwa namna walivyojitoa kuhakikisha dada yetu mama yetu huyu tunampumzisha kwa amani na kwa heshima zote. Nawashukuru sana wabunge ambao wamekuja hapa, mawaziri, makatibu wakuu, wananchi wote ambao wamekuja hapa. Mtu mwema huonekana akiwa anaishi na huonekana akiwa amefariki. Huyu tumemshuhudia ni mtu mwema. Tunamwomba Mwenyezi Mungu aipokee na mpe amani ya milele. Amina. Mheshimiwa Jenista Mhagama alikuwa mwanachama wetu hai, alikuwa kada wetu ambaye hakuwa natiliwa shaka yoyote. Kwa kipindi chake chote cha wanachama alitimiza wajibu wake na alifanya hata zaidi ya yale ambayo mwanachama alitakiwa kufanya. Kwa hiyo kuondoka kwake ni pengo kubwa kwa chama. Sisi watu wa Mbinga vijijini ni wakwe wa Mheshimiwa Jenista Mhagama. Na sisi ni heshima kubwa kwetu kwamba Mheshimiwa Jenista Mhagama amepumzishwa hapa leo. Sisi watu wa Mbinga vijijini ni watu wenye upendo sana. Sisi ni wa Matengo, sisi ni wa Ngoni na sisi ni wa Manda pia. Sisi tunajulikana kwa upendo mkubwa sana kwa watu wengine, ni wakarimu. Kwa hiyo nimhakikishie mdogo wangu Victor, familia na ndugu na jamaa na marafiki kwamba dada mkubwa amepumzishwa hapa leo. Tunalipokea jukumu la kutunza nyumba yake ya milele kwa heshima na moyo wa shukrani kwa maisha yake yaliyokuwa mfano wa uchapakazi na maadili mema, maisha yaliyoshamiri siasa ya huduma, siasa ya kusikiliza na siasa ya kuunganisha watu. Maisha yake yalijaa uongozi wa kweli ambao haukupimwa kwa madaraka bali kwa wema ambao ameuacha katika mioyo yetu. Watoto wa marehemu, dada zake na wadogo zake, niwahakikishie sisi ndugu zenu tutaitunza nyumba ya milele ya dada yetu Mheshimiwa Jenista Mhagama. Sasa naomba nishukuru, safari hii isingeweza kukamilika bila ya sapoti kubwa sana ambayo tumeipata kwa viongozi wetu wakuu. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Tunakushukuru wewe Mheshimiwa Makamu wa Rais, na tunakushukuru pia wewe Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa kweli mmetupa joto sana, na nyie viongozi wetu wakuu tumejidhihirishia kwamba upendo na utu ndio taswira ya kweli ya nyie viongozi wetu. Tunawashukuru na tunawapenda sana. Anapenda kugroom watu wengine, kuwafundisha, kuwavusha. Vijana wengi tumepitia katika tanuru lake. Kwa kweli ni kiongozi asiyekuwa na choyo, kiongozi ambaye ni mvumilivu. Na mimi niseme role model wangu alikuwa ni Jenista Joakim Mhagama. Kwa hiyo kwa siku hii ya leo tumepatwa na msiba, lakini mimi nimepatwa na msiba zaidi. Mimi Shehani Mzaina. Kila siku Fort Johanna Daycare and Nursery School inaanza na tabasamu, furaha na ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori. Watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo huku wakikua kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujali. Fort Johanna Daycare and Nursery School ni mahali salama na penye ubunifu ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose nafasi. Usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka 1 hadi miaka 5. Fort Johanna Daycare and Nursery School, mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615.